Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Nina ujumbe wa dakika chache tu ambao nataka kuleta kwako. Nitazungumza kwa habari ya tofauti ya maisha ya Paulo na Petro kwenye mwanzo wao wa huduma na namna ambavyo walikuwa wakitumika pamoja na Bwana Yesu. Maandiko yanazungumza kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9 na ule mstari wa 1 na wa 2. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9 mstari wa 1 na wa 2. Maandiko yanasema mstari wa 1 na wa 2. Anasema, lakini Sauli alizidi kutisha na kuanza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kwenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, wafungwe na kuwaleta Yerusalemu. Sasa hapa jambo moja la msingi ni kwamba wakati Paulo aliitwa akiwa ametokea kwenye tabia ambazo zilikuwa ni mbaya. Aliitwa atumike kwenye huduma akiwa ametokea kwenye wizi, akiwa ametokea kwenye tabia ambazo zilikuwa ni mbaya, haziendani hata na wokovu. Alikuwa muuaji, alikuwa mtu ambaye ana matendo machafu, alikuwa anaua watumishi wa Mungu. Sasa huyu mtu baada ya kuitwa na Mungu, maisha yake yalipata mabadiliko ya haraka sana. Kwa nini? Kwa sababu alianza kuishi kanuni za utumishi wa Mungu. Jambo la kwanza ambalo Paulo alianza kuishi, alikuwa mtu wa maombi. Lakini pia jambo la pili ambalo Paulo alianza kuishi, alikuwa mtu wa mifungo. Sasa angalia, ile siku ya kwanza tu amekutana na Bwana Yesu, alifunga 3 kavu. Hakula hakunywa siku 3 kavu. Kwa nini? Mungu anapotaka kutengeneza maisha ya mtu, huwa analazimisha mazingira fulani magumu ili kile kitu cha kimungu ndani ya huyo mtu kizaliwe. Ndio maana kuna watu ambao wanapenda maisha maraini kwenye wokovu, na ndio maana hawadhihirishi vile vitu vya Mungu ambao viko ndani yao. Kwa wakati mwingine usilaumu kupitia mazingira magumu unayoyapitia. Ni Mungu ametaka upite hapo ili kile kitu cha kimungu ndani yako kidhihirike. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya watu hawatadhihirisha hivyo vitu vilivyoko ndani yao bila kuwapitisha mazingira magumu. Angalia Daudi, amepitia wakati mgumu sana wa kupigana na Goliati, wa kuchunga mifugo ile. Lakini pia ukimwangalia Yusufu, amepitia wakati mgumu sana wa kukaa gerezani ili aje awe kiongozi bora. Kwa hiyo mazingira magumu huwa anatengeneza watu bora. Mitikasi, mazingira magumu, changamoto huwa zinatengeneza watu bora. Ndio maana ukimleta binti aliyeishi maisha ya kijijini ukamleta mjini, atasurvive vizuri. Lakini mtoe binti wa mjini umpeleke kijijini, hawezi kusurvive, atarudi mjini haraka sana. Sasa mazingira magumu yanakutengeneza kuwa bora. Sasa huduma ya Paulo imekuja kuwa bora kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye amepitisha mazingira magumu. Kwanza kazi za kuua tu, wewe unaelewa kuua, lakini kuua sio kitu kirahisi, rafiki yangu. Kwa hiyo kuna mazingira magumu fulani Paulo aliyapitia. Hata alipokuja kuanza kufanya huduma sasa, alifanya kwa ubora, alifanya huduma yake kwa ukubwa. Sasa nimekwambia vitu ambavyo alianza kuvifanya Paulo. Paulo alikuwa anafunga 3 kavu, alikuwa anafunga siku 40. Amefunga nyingi sana Paulo, amefunga mara nyingi sana, tofauti na Petro. Sasa tunaona Petro yuko gerezani, mtu wa Mungu. Sawa? Petro yupo gerezani, mtu wa Mungu. Huyu Petro yuko gerezani, lakini alikuwa amelala, na nilicheka sana baada ya kuona ile andiko. Hebu angalia hapo kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 12 na ule mstari wa 1 mpaka mstari wa 5. Maandiko yanasema hivi: panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa, akamua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea kumshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa ajili yake. Likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili ya Petro. Kwa kanisa iliomba kwa juhudi kwa ajili ya Petro, lakini huyo Petro ambaye yuko gerezani alikuwa amelala. Sasa na hapa tunaweza kupata ujumbe kwamba kuna watu wanapitia matatizo, lakini haombi, hafungi, hachukui hatua zozote za kiroho ili kuja kumsaidia baadaye kwenye maisha yake. Kwa hiyo ni muhimu sana ninapozungumza na wewe jambo hili, ninamaanisha kwamba hakikisha unajizoeza kufanya mazoezi ya kiroho ili huduma yako iwe na matokeo. Ndio maana huduma ya Paulo, mitume wote kwenye Biblia, pamoja na kwamba alimtangulia, lakini alipokuwa anaishi maisha hayo ya kanuni za kiroho, aliishi maisha ya kupitishwa kwenye mazingira magumu,
alikuwa na matokeo zaidi ya Petro. Petro yuko mtu ambaye anaenda na Bwana Yesu kwenye maombi, lakini analala. Walikuwa wanasinzia pamoja na kina Yohana wale, Yakobo, Yohana walikuwa wanasinzia. So ndio maana unaona ukubwa wa huduma ya Petro na ukubwa wa huduma ya Paulo jinsi ulivyo. Paulo alikuja baada ya Petro kukabidhiwa kanisa, lakini alikuwa na matokeo makubwa zaidi ya Petro. Paulo amefanya vizuri zaidi ya Petro kwenye huduma. Ameandika vitabu vya Agano Jipya vingi zaidi kuliko hata Petro alivyoandika. Kwa hiyo ninakusihi mtu wa Mungu, hakikisha unazingatia kanuni za kiroho. Soma tu Biblia yako, omba tu mtu wa Mungu, fanya bidii kutafuta uso wa Mungu ili sasa huyo Mungu afanye ukubwa wa huduma yako iwe na matokeo makubwa zaidi. So Mungu akubariki, naamini umejifunza. Amen.